Waziri wa Uwekezaji Sharif Ali Sharif amewataka wawekezaji waliokuwa hawajawa tayari kwa miradi kuachia mara moja maeneo hayo na kuachia wawekezaji waliokuwa tayari kwa kutekeleza miradi yao. Agizo hilo wamelitoa katika hafla ya uwekaji wa mawe ya msingi katika kiwanda cha nguo na kiwanda cha madawa ya binadamu huko Dugazuzwe, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, katika kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi Zanzibar. Waziri Sharifu amesema kuwa serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi inahakikisha Zanzibar inaweka mazingira mazuri kwa wawekezaji ikiwemo sekta ya viwanda ili kuinua uchumi wa nchi pamoja na kuwapatia ajira wananchi wake. Ni chengine kwamba sekta ya viwanda ndiyo nguzo ya uchumi wa nchi, kwa sababu uzalishaji wa bidhaa zake ndio ambao kwa kipindi hichi tulichonacho duniani ndizo bidhaa ambazo zinaweza kutoka nchi moja kwenda nyingine. Tunataka kuondoa safari ya kwenda wafanya biashara nje, China, India na kwingineko, kuleta bidhaa hapa. Tunataka kuzalisha wenyewe na uwezo huo tunao, na ndiyo lengo la Chama cha Mapinduzi katika ilani yake, na ndiyo lengo la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi. Kikubwa ambacho serikali inakifanya sasa hivi ni kuhakikisha tunaweka mazingira mazuri ya uwekezaji nchini, mazingira rafiki ya uwekezaji nchini, ikiwemo kuweka miundombinu ambayo tumeiweka hivi tayari, ikiwemo kuhamasisha na kushajihisha wawekezaji kutoka nje na ndani ya nchi kuja kuwekeza eneo hili. Lengo letu kama serikali ikifika 2030 liwe limejaa viwanda lote. Kwa mantiki hiyo, wale wawekezaji ambao wanataka kutucheza shere sisi hatutowakubalia. Serikali itakuwa makini kwao, na kupitia ZIPA natoa maelekezo wale ambao hawatekelezi kwa maana ya kujenga viwanda hapa, wamechukua ardhi na wamechukua muda mrefu, wafutiwe mara moja kupitia sheria iliyopo. Wawekezaji wapo wengi ambao wanataka kuja kuwekeza hapa, wao waondoke, wapishe ambao watasema kweli. Na kusema kweli ni nini? Kujenga viwanda, vijana wetu wapate ajira. Niwaambie pia wawekezaji na wananchi wafahamu kwamba sheria namba 10 ya 2023, sheria ya uwekezaji, inaeleza haya yafuatayo. Kwenye suala la ajira, 10% tu ya ajira zitakazotoka pale ndio zio za wageni. 10% tu. 90% iliyobakia manake ni ya vijana wetu wa Zanzibar, vijana wetu wa Dunga, vijana wetu ambao ujuzi wanao, na kuna maeneo ambayo wala huna haja ya ujuzi. Hivyo nikuulize wewe, hivyo nani hajui kubonyeza switch mashine ikatembea? Hivyo nani hana uwezo wa kuchukua kanga akaifunga ikawapekiwa? Kwa hivyo tunasema katika ajira 500 zinazotoka, ajira 50 tu ndo tutaruhusu wawekezaji, waruhusu wafanyakazi kutoka nje. Ajira 450 ni za nani? Za kwenu. Hilo tutalisimamia. Naomba Wizara ya Biashara likamate hilo, mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa mtizame vizuri hilo, kwa sababu sheria inasema hivyo, na ZIPA kupitia naibu katibu mkuu na katibu mkuu mulifuatilie hilo na muhakikishe mnalitekeleza. Kitu kimoja, serikali yenu inakupendeni sana, Dr. Mwinyi anakupendeni sana. Tunachohitaji ni wananchi kuiunga mkono serikali yao kwa hali na mali, lakini jambo moja ambalo ni muhimu litakalotufikisha sisi kuleta maendeleo haya tunayoyataka ni kutunza amani na utulivu katika nchi yetu.
Na mimi ukiniuliza amani inaanza wapi, mimi jibu nalo. Amani inaanza kwako wewe mwenyewe. Kama wewe mwenyewe huna amani, unadhani utaleta amani kwenye nchi? Kwa hivyo hiyo amani ianze kwetu sote, katika familia zetu, katika jamii zetu na taifa kwa jumla, kwa sababu amani na utulivu ndio ambao umewezesha leo kuwekwa viwanda hivi, ndio ambao umetuwezesha leo sisi kwenda kupiga kura tukaichagua CCM. Akizungumzia katika swala zima la kuyatunza na kuyaenzi mapinduzi matukufu, amesema kuwa mapinduzi ndiyo yaliyomkomboa Mzanzibari na kupata uhuru, sambamba na kumpongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maono yake katika kuleta maendeleo. Shamra hizi za kuadhimisha mapinduzi yetu matukufu ya 1964. Mapinduzi! Hii ni siku adhimu sana. Sherehe hizi ni muhimu sana. Ndizo ambazo zimetukomboa sisi wanyonge, wakulima, wakwezi wa nchi hii ambao kwa muda mrefu walikuwa wanatawaliwa mpaka kiakili, lakini sasa tumejitawala. Tuwape hongera sana waasisi wetu wa mapinduzi haya. Lakini tumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi yetu matukufu. Tumpigie makofi mengi. Aidha, nitumie fursa hii kuipongeza sana Wizara ya Biashara na Viwanda kwa kazi kubwa walioifanya. Wameweza kuichukua sera ya viwanda wakaweza kuitekeleza kwa vitendo. Hili ni jambo kubwa na wanahitaji sana kupongezwa na sisi kwa kuweza leo hii kuiangalia Dunga Zuze katika muono mwingine sana. Mimi nilikuja hapa miaka 3 iliyopita na kuna rafiki yangu mmoja nikamwambia kule siendi tena. Ilikuwa ni pori, mawe, unaumia. Sasa hivi mmeuona mtandao wa barabara huu? Hata Ulaya wanatufika kweli sisi hawa? Mmeona umeme na mataa yaliyopo? Miundo mbinu ambayo imewekwa hapa ya barabara, umeme na maji yametimia baada ya Dr. Hussein Mwinyi kuelekeza matumizi ya shilingi bilioni. Rais wetu kipenzi kwa kuweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020-2025 kwa vitendo, kwa kupita 100% katika sekta zote. Na ndio maana tulipoenda kwenye uchaguzi ile Oktoba 29, mlichokifanya ni nini? Mlienda mkaweka asilimia ngapi kachukua? 74. Hii ni kielelezo kwamba Chama cha Mapinduzi ndio mwokozi na mkombozi wa Zanzibar yetu hii na Tanzania kwa ujumla. Sasa lengo la mapinduzi lilikuwa nini? Lengo la mapinduzi kama nilivyosema mwanzo ni kuwakomboa wananchi wa Zanzibar, Unguja na Pemba. Lakini katika eneo la viwanda, lengo la mapinduzi ni kuhakikisha Zanzibar inajenga viwanda, inaweka uwekezaji katika viwanda ili kuhakikisha ajira za kutosha zinakuja kwa ajili ya wananchi wake. Akitoa taarifa ya kitaalamu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Dr. Habiba Hassan Omar, ameeleza kuwa
Eneo la Dungazuze lililopo wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja ni moja kati ya eneo linaloongozwa na Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Eneo hilo lenye ukubwa wa ekari 61.83. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la mtaa wa viwanda la Dungazuze lina ukubwa wa hekari 61.83 na wizara tayari imeshapatiwa hati ya ardhi kutoka Wizara ya Ardhi mnamo mwaka 2020. Serikali imekamilisha kwa 100% ujenzi wa miundombinu ya barabara kama ambavyo tunaziona barabara hizo, na vile vile imekamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji kama hapa tulipo ni jirani na tangi la maji, na ujenzi wa barabara huu umetekelezwa na wenzetu wa kampuni ya CCCC ambapo jumla ya kilomita 7.83 za barabara zimejengwa kwa kiwango cha lami kwa gharama ya bilioni 23,367,869,925 ikijumlisha ongezeko la thamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi zilizotekelezwa chini ya mradi huu wa barabara hadi sasa au ujenzi huu wa eneo la viwanda hadi sasa ni ujenzi wa barabara kuu ambayo ni dual carriageway zenye urefu wa kilomita 7.83, ujenzi wa mitaro ya kupitisha maji pamoja na box culverts, ufungaji wa taa za barabarani na uwekaji wa alama za barabarani na vifaa vya barabara kwa maana ya road furnitures. Zote tayari hizo zimekamilika. Mheshimiwa mgeni rasmi, miundombinu ambayo mengine imekamilika ni uwekaji wa tangi la maji kama ambavyo tumeliona ambalo limegharimu jumla ya bilioni 3,467,975,476 ukijumlisha VAT. Mradi huu wa uwekaji wa tangi la maji umejumuisha tangi ambalo linaweza kuweka lita milioni 1 za maji kwa ajili ya matumizi ya maeneo haya ya viwanda. Vile vile kumechimbwa visima vitatu ambavyo vina uwezo wa kutoa maji kwa ajili ya kujaza tangi hilo na vile vile kutandika mabomba ya maji katika eneo lote la viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara tayari imesaini mkataba mwingine na CCCC ambao una gharama wa bilioni 32,748,509,098 kwa ajili ya kutekeleza miradi mingine muhimu katika kuimarisha sekta ya viwanda ikiwemo ujenzi wa ukuta wa kulizunguka eneo lote hili la viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeazimia kujenga ukuta kuzunguka eneo hili kwa sababu kumekuwa na matukio mbalimbali ya wizi ambayo yameanza kujitokeza, na kwa hivyo tutalihifadhi kwa kulizungushia ukuta. Vile vile tulikuwa tuna mpango wa kuweza kujenga sheds kwa kuwezesha wazalishaji wadogo ili tuweze kuwakuza, lakini hili Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa taarifa yako kwamba tutatafuta eneo rasmi ambalo sasa tutalitenga kwa wale wazalishaji wadogo ili tuweze kuwakuza kwa kushirikiana na ZEA na Wizara ya Vijana. Kwa upande wake, mwekezaji wa kiwanda cha nguo, afisa mtendaji mkuu wa Mama Africa Textile Company Limited, Rashid Salum, amesema kuwa mradi huo utakapokamilika kwa awamu ya kwanza utatengeza batiki na kanga sambamba na kutoa ajira za moja kwa moja kwa wananchi mbalimbali. Mradi huu utakapokamilika katika awamu ya kwanza unatarajiwa kuanza uzalishaji rasmi wa kanga na vitenge, Mheshimiwa, kutoa ajira ya moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa wananchi wa Zanzibari. Zanzibar oye! Zanzibar oye! Mheshimiwa Sharif Ali Hassan Sharif oye! Kutoa ajira za moja kwa moja oye! Kuchangia mapato ya serikali na kukuza mnyororo wa thamani za sekta ya viwanda. Mheshimiwa Waziri,
Katika safari ya utekelezaji wa mradi huu, kuanzia hatua ya awali ya ujenzi hadi kukamilika kwa awamu ya kwanza, tumekutana na changamoto kadhaa ambazo ni za kawaida kwa miradi ya viwanda zikiwemo Zanzibar. Gharama za awali za uwekezaji miundombinu, masuala ya usafirishaji malighafi na mitambo, muda wa taratibu za ukaguzi na vibali mbalimbali, changamoto za masoko hususan kwa viwanda vinavyolenga kuanza bidhaa zake nje ya Zanzibar. CCM oye! CCM oye! Kutokana na changamoto hizo, tunaiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara husika ya kuendelea kuandaa na kuimarisha mikakati maalum ya kulinda na kuendeleza viwanda ndani hususan viwanda vinavyotegemea kusafirisha bidhaa zake kwenda Tanzania bara, Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC na SADC. Vibali vya usafirishaji zinazofanyika mapema na kwa ufanisi ili kuepusha usumbufu pindi bidhaa zinapoingia sokoni. Tunaamini kuwa mazingira rafiki ya kibiashara yataongezeka ushindani wa bidhaa zinazolishwa Zanzibar na hivyo kuimarisha mchango wa sekta ya viwanda katika uchumi wa nchi. Mheshimiwa Waziri, mabibi na mabwana, kwa niaba ya Mama Africa Textiles Mills tunathibitisha dhamira yetu ya dhati kutengeleza mradi huu kwa viwango vya juu, ubora, kuzingatia sheria, kanuni za nchi na kushirikiana kikamilifu na serikali katika kufanikisha ajenda ya uchumi viwanda Zanzibar. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.